Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu. Alhamisi nyingine Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja, na hivyo inatupaswa kumwabudu, inatupaswa kumtukuza, maana yeye ni Mungu. Hiyo jana tuliona tumwabudu Mungu kwa uzuri na utakatifu wake, si kwa yale ametutendea. Na hivyo pasipo na kupoteza wakati, mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na kukaribisha zaidi tuweze kulipokea neno lake Mwenyezi Mungu. Siku ya leo tunasoma kutoka kitabu cha Yona. Tunasoma pale kwenye kitabu cha Yona. Nitasoma sura ya pili, Yona sura ya pili na ule mstari wa 9. Yona sura ya pili na ule mstari wa 9, na Biblia inasema hivi: lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu utoka kwa Bwana. Narudia tena, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu utoka kwa Bwana. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Kazungumze nasi siku ya leo, kanene na kila mmoja wetu. Wacha hili neno Baba likalete mwanga kwa watu wako. Wacha hili neno likapelete mwelekeo kwa watu wako. Ili neno likaimize watu wako. Ili neno likalete maarifa kwa watu wako, na ili wasije wakaangamia. Roho Mtakatifu, fundisha kila mmoja wetu na hudumia kila mmoja wetu kulingana na hitaji lake, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ili ni neno lake Mwenyezi Mungu, na hapa kila mmoja tunaelewa kuhusiana na Yona. Yona anatumwa na Mungu, na Yona anapotumwa na Mungu, jamaa anaamua kukataa, na anapoamua kukataa anaingia melikebu nyingine tofauti kumtoroka Mungu, na anasababisha watu wapoteze mali zao katika ile melikebu. Na watu walipokuwa wanachunguza nini kinatukia, wakampata Yona amelala kule chini. Akamwambia Yona akawaambia, vizuri, ni mimi nimesababisha matatizo, nichukueni mnitupe baharini. Na hivyo Yona anapotupwa baharini, Biblia inakuwa ina rekodi kwamba Mungu alikuwa ameandaa samaki nyangumi mkubwa, alimmeza Yona. Na Yona alipommezwa alikaa tumboni mwa samaki yule siku 3, na akiwa tumboni mwa samaki, Bwana Yesu asifiwe, ndipo Yona anaomba lile ombi na ambapo tumesoma pale Yona sura ya pili mstari wa 9. Yona anakuwa anasema, lakini mimi nitakutolea sadaka kwa sauti ya shukrani, nitaziondoa nadhiri zangu, wokovu wangu utoka kwa Bwana. Alikuwa anamwomba Mungu amwokoe, alikuwa anamwomba Mungu asababishe aondoke katika lile tumbo la samaki, na akawa anamwambia Mungu atamtolea sadaka ya shukrani, ya sauti ya shukrani. Akawa anamwambia Mungu ataondoa nadhiri zake, akawa anaelewa kwamba wokovu unatoka kwa Bwana. Na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, kabla ya muujiza toa shukrani. Kabla ya muujiza toa shukrani. Tunaona Yona alikuwa anamshukuru Mungu. Yona alikuwa anamwambia Mungu, nitakushukuru ukiniokoa. Na hivyo angalia hapa, tunaweza tukajifundisha mambo mawili matatu kutokana na hichi kifungu. Jambo la kwanza, tunapaswa kutoa shukrani kuwa mwitikio wetu. Hata kabla ya ukombozi tunastahili kumshukuru Mwenyezi Mungu kama mwitikio wetu, hata kabla ya ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Yona alikuwa bado ndani ya tumbo la samaki mkubwa alipomshukuru Mungu. Yona akusubiri atoke ndipo aanze kumsifu Mungu. Alimshukuru katikati ya shida yake. Naye Mungu anatuita katikati ya hiyo changamoto. Mungu anatuita katikati ya hizo shida, katikati ya hayo matatizo.
tumshukuru Mungu na shukrani ikawa mwitikio wetu, hata kabla hatujaona ukombozi, hata kabla hatujaokolewa. Na hivyo imani ya kweli umshukuru Mungu hata kabla ya kuona jibu. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18 Biblia inakuwa inasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Na hivyo Mungu anatuita hata katikati ya matatizo tumshukuru, na hivyo shukrani zetu zinatokana na sisi kuitikia, sisi kukubali, sisi kuelewa ya kwamba Mungu ukomboa. Yona alitambua ya kwamba Mungu pekee ndio ako na uweza wa kumkomboa, ndio ako na nguvu za kumwokoa, na ndio maana alianza kumshukuru. Ndio maana alimwambia nitakutolea nadhiri zangu, kwa sababu alielewa ya kwamba Mungu pekee ndiye anayeweza kukomboa. Na hivyo tukielewa hilo, hata katika hayo matatizo tutakuwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Zaburi 50:23 Biblia inatuambia, atoaye dhabihu ya shukrani ndiye anayenitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tukiwa katika matatizo, kazi yetu ni kulalamika. Bwana Yesu asifiwe. Na dhabihu ya shukrani ni kumshukuru Mungu hata katika hiyo jambo, kumshukuru Mungu kwa mambo yote. Na anasema yule mtu anayetoa dhabihu za sacrifice, ni kumaanisha unamshukuru hata wakati hakuna chochote cha kumshukuru. Hiyo ni dhabihu. Na Mungu anasema mtu wa hiyo namna, huyo ndiye anayenitukuza. Na unapomtukuza Mungu, anaketi juu ya hizo sifa, na akiketi juu ya hizo sifa atabadilisha hali ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili tunajifundisha kutokana na hichi kifungu, ibada ya kweli huambatana na utiifu. Ibada ya kweli huambatana na utiifu. Yona alisema, nitayalipa niliyoyaweka nadhiri. Alimwambia atamshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Na maana hata akisema nitakushukuru, tayari alikuwa ashaanza kumshukuru. Na hivyo shukrani ya kweli huonekana kupitia maisha ya utiifu kwa Mungu. Unapomtii Mungu, uko ni kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Kumwabudu Mungu si kwa maneno pekee, bali ni kwa kuishi maisha yanayoheshimu na kutimiza mapenzi yake. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 5 mstari wa 4 na wa 5 Biblia inakuwa inazungumzia ikisema ya kwamba ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, usiwe mpumbavu. Biblia inakuwa inaonya hivyo, ukisoma pale kwa ukamilifu. Mimi sijasoma yote. Katika Yohana 14 mstari wa 15, mkinipenda mtazishika amri zangu. Huo ndio utiifu. Ibada ya kweli huambatana na utiifu. Nikikamilisha jambo la tatu na la mwisho, wokovu hutoka kwa Bwana pekee. Wokovu hutoka kwa Mungu pekee. Hilo ni jambo tunafaa kuelewa katika haya maisha. Yona alielewa hilo. Yona alitambua kuwa Mungu peke yake ndiye angeweza kumwokoa katika hali isiyowezekana. Inawezekanaje umemezwa na nyangumi na Mungu akasimamisha digestion system ya nyangumi? Kwa sababu Yona alikuwa pale ndani. Nguvu za mwanadamu zina mipaka, lakini uwezo wa Mungu hauna mipaka. Kila aina ya wokovu wa kiroho, kimwili, kihisia na au katika changamoto za maisha utoka kwa Bwana pekee. Ndiye anayeweza kukuokoa. Katika Zaburi 3:8 Biblia inakuwa inatuambia wokovu utoka kwa Bwana, na hivyo mtazamie Bwana na atakuokoa katika hilo na ambalo ulilo ndani yake. Mshukuru, toa nadhiri. Kama umemwambia utamshukuru, mtolee hizo nadhiri. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 43 mstari wa 11 Biblia inasema, mimi ndimi Bwana, zaidi yangu hapana mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Pekee ndiye anayeweza kukuokoa. La mwisho, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12 Biblia inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yeyote, ni kwa Bwana wetu peke yake. Na hivyo tunapoangalia Yona sura ya 2 mstari wa 9 inatufundisha kwamba moyo uliojaa shukrani na utiifu
umtambua Mungu kuwa ndiye chanzo cha wokovu na ukombozi wote. Hata kabla mazingira hayajabadilika, imani umshukuru Mungu kwa sababu inaamini katika uweza wake wa kuokoa. Na hivyo, Mkristo mwenzangu, siku hii ya leo Mungu anatualika tumshukuru hata kama bado tunasubiri jibu ya maombi. Umeomba, maombi hayakuji, bado mshukuru Mwenyezi Mungu. Chochote ulichomwahidi Mungu, timiza hiyo ahadi na nadhiri uliowekea Mungu kwa kutembea katika utiifu. Unapokutana na hali ngumu zisizo na suluhisho la kibinadamu, mtumaini Bwana, kwa maana yeye peke yake ndiye mwenye uweza wa kuokoa, kurejesha na kukukomboa. Na hivyo Yona anatufundisha kwamba sifa na shukrani vinaweza kuinuka hata katikati ya majaribu makubwa. Tunapochagua kumshukuru badala ya kunung'unika, kutii badala ya kuasi, na kumtumainia Mungu badala ya kuogopa, tunafungua mioyo yetu kupokea nguvu za wokovu wake. Na hivyo, haijalishi unapitia hali gani leo, kumbuka wokovu utoka kwa Bwana. Bwana, ni asante kwa hili neno lako na ambalo umetuzungumzia siku ya leo. Wewe uketie nzini yote, tunakushukuru na kulihimidi jina lako lilo takatifu. Ni asante kwa kutukumbusha kwa mara nyingine, Mungu wetu, wewe pekee ndiwe unayestahili kuabudiwa, wewe pekee ndiye unayestahili kusifiwa, na wewe pekee ndiye mkombozi na Bwana wetu. Asante kwa hili neno Baba, wacha likawe la utofauti kwa maisha yao watu wamelisikiliza. Mungu wetu wamelitazama, wacha kukawe na utofauti, likamuhimize mtu kwa utukufu wa jina lako. Baba wetu na Mungu wetu, jitwalie sifa na utukufu wote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie, na hata kwa kulifuatilia hili neno. Mimi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, nimekuwa baraka kwako. Unaweza ukamtolea Mungu sadaka zako kupitia M-Pesa. Hiyo pia unaweza ukatuma ujumbe mfupi WhatsApp, ukapiga simu 0792593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648. Nambari zangu ni 0792 593648. Ukiwa nje ya Kenya ni +254 792 593648. Kumbuka hizo nambari, toa sadaka zako, mchango wa kwako. Hakikisha pia ukiwa na hitaji la ombi litume pale, unaweza ukanipigia simu ukitaka kuelewa zaidi na zaidi. Hizo ndio nambari zangu. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Na hivyo pia kumbuka kusubscribe kwenye YouTube channel, na Mungu najua atakubariki. Subscribe kwenye YouTube channel Kambi ya Wateule. Hadi hiyo kesho, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.